Sifiwe wapendwa wetu, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru sana Bwana Yesu kwa kutupa tena wiki nyingine. Tunashukuru, tunakumbushwa, huwa tunakumbushana na wapendwa na wamama na vijana na mabinti, tuwe watu wa shukurani. Tuwe watu wa shukurani. Tumshukuru sana Bwana Yesu, ametusaidia, tumemaliza wiki iliyopita salama. Tumshukuru pia anatupa nafasi, ikimpendeza narudia tena, ikimpendeza tuione wiki inayokuja. Haleluya. Wiki hii tumekuwa na matukio 4 ambayo tumeshirikishwa, ambayo amenikumbusha hili neno na Roho wa Bwana akawa, ninaamini ni Roho wa Bwana, sidhani kama ni mimi mwenyewe. Huwa najitahidi sana, kama sina neno la kusema siji mtandaoni kusema chochote, na nyamaza tu. Kama Bwana hakikishia hili neno nataka ushirikishe watu wangu, na kuja mtandaoni na shirikisha. Tumekuwa na matukio yameshirikishwa kwetu sisi wa 4 ambayo yamenikumbusha. Bwana akawa ananiambia tuendelee kuishi, niendelee kuishi, na niwakumbushe watu wa Mungu kuishi kwa kutumia kutumia muda mwema vizuri. Yaani tusipoteze muda wapendwa wangu. Tukumbuke kwamba kila siku tunayoamka asubuhi tumepewa neema, tumekirimiwa na Bwana kwa huruma zake. Sio lazima tuamke asubuhi, hatuna mkataba wa lazima. Wiki hii nimeshirikisha wamama hizi shuhuda 4, nikawaambia sio lazima Bwana tuna mkataba naye wa lazima eti lazima tuamke kila asubuhi. Tukumbuke tunaamka kwa sababu ametuhurumia tuamke, ameona tupe nafasi nyingine. Huwa tunaomba tunasema, Mungu asante umetupa nafasi nyingine, haleluya, kuiona to do better, kuboresha safari yetu na yeye, kutengeneza maisha yetu na yeye, kutengeneza maisha yetu hapa duniani. Kwa hiyo ni ukiamka asubuhi, haijalishi changamoto gani unakutana nazo, wewe mshukuru tu Bwana. Asante kwa pumzi ya uzima, asante kwa ninaweza kufanya shughuli mbalimbali, viungo vyangu vyote vinaweza vikatumika katika maisha haya. Haleluya. Uwe na muda wako na Bwana, inategemea ratiba yako ilivyo. Yaani watu huwa nawaambiaga wapendwa, tukatae kuabudu hizi simu na kompyuta, tukatae kuabudu mitandao. Yaani tunaambiana, huwa tunakumbushana, tukiamka asubuhi tuchelewe kuwasha masimu haya, tuchelewe kushika simu. Hata kama unatumia simu yako kama alarm, kwanza kwa sababu za kiafya, kwa sababu ya mionzi inayotoka kwenye hizi simu, weka mbali na wewe ukilala. Utaisikia, weka mahali ambapo utasikia, utaamka, utaenda, utazima alarm, utaendelea shughuli zako. Lakini asubuhi tafuta kuwa na muda na Bwana. Tafuta kuwa na muda na wewe na Bwana Yesu. Haleluya. Tafuta muda na Bwana. Haleluya. Tumepewa maandiko kutoka sehemu 2, maandiko 2. Haleluya. Nitasoma kwa neema za Yesu Kristo. Haleluya. Nimeshaombea kipindi, kwa hiyo tunaweza tu tukaendelea. Asante Yesu. Neno la kwanza linatoka Kolosai 4 mstari wa 5. Linasema, enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Tuenende kwa hekima mbele yao walio nje. Na ninaamini hapa nilivyoelewa mimi ni nje ya imani, walio nje ya kanisa. Yaani tuenende kwa hekima kwa watu waliotuzunguka. Hatutazungukwa na watu waliookoka tu, hatutazungukwa na watu ambao ni wakamilifu. Hapana, tutazungukwa na watu wa kila aina. Vituko tunaona mitandaoni, taarifa za habari, majirani, matukio ya kila aina, kutukumbusha kwamba tuko siku za mwisho, kutukumbusha kwamba ni kwa neema ya Mungu tu tumeiona siku hiyo. Neno lingine tutaongelea kutoka waraka wa kwanza wa Efeso sura ya 5. Samahani tena, nimeongea isivyo, sio waraka, ni wa Efeso 5. Wa Efeso 5 mstari nitaanzia wa 15. Inasema hivi, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda,
si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. 16 inasema, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. 17 nitamalizia ikisema, kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Haleluya. Tunaambiwa tuangalie tunavyoenenda, tunavyowaza, tunavyoongea, tunavyoenenda, tunavyotenda. Tuangalie nini? Tuangalie tuhakikishe kwamba tuko katika mapenzi ya Mungu. Tuangalie tuhakikishe tuko tunampendeza Bwana, tunatii neno la Mungu, tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Si kama watu wasio na hekima. Hekima tunajua inatoka kwa Bwana. Kuna hekima mbalimbali, hekima za jinsi ya kutembea na Yesu, hekima jinsi ya kulea watoto, hekima jinsi ya kuenenda kwenye ndoa, hekima jinsi ya kuenenda na ndugu, jamaa, marafiki, hekima jinsi ya kuenenda kwenye maeneo yetu ya kazi, maeneo yetu ya biashara, hekima ya kutatua matatizo mbalimbali, hekima za mambo ya haleluya biashara, hekima kwenye mambo ya kazi, hekima kwenye maamuzi mbalimbali. Haleluya. Hekima. Tumuombe hekima Bwana atuelekeze. Inatakiwa kabisa. Na ukitulia utaona kama ni wazo linakujia, ni Roho Mungu anakusaidia, anakupa suluhisho. Ili tatizo isuluhisha hivi. Tunaambiwa 16 tuukomboe wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Unakomboaje wakati? Unajua tuna kawaida, hasa sisi wa Afrika, hatupangi ratiba, hatupangi to-do list, yani nipaswayo kufanya leo ni nini, hatupangi. Tunaamka tu, wengi wetu tunasema tutaona siku hii riziki tutapata vipi riziki kutoka kwa Mungu, kitu kama hicho. Tunakuwa tunaenenda hivyo bila mpangilio. Tuwe tuna mpangilio. Huwa tunafundisha wapendwa wetu hata kwenye mambo ya kazi au mambo ya kumudu maisha, uwe na list. Asubuhi natakiwa nifanye hivi. Ndio kina mama huwa tuna list kichwani mwetu. Tatayarisha watoto waende shule, nitapika chai, nikimaliza nitafanya usafi, nikimaliza kwenye kwenda kazini mtaenda kazini, kwenye kukaa nyumbani. Unajua kuna vitu vyako kichwani. Lakini wewe una listi. Leo naenda kufuatilia kitu fulani fulani na fulani. Uwe una listi vitu muhimu angalau 3 kuokoa muda. Na kuokoa muda, unaokoaje muda? Wakati unasubiria usafiri, ufike sehemu fulani, unaokoa muda mpendwa wangu. Tukumbuka priority yetu ya kwanza ni nini? Ni Yesu Kristo. Either unasikiliza mahubiri au una kibibilia chako unasoma. Mungu kwanza. Pili, unaokoa muda. Upende kuongeza maarifa ya maisha. Jitahidi sana kuongeza maarifa ya kukusaidia maishani. Usiwe mtu tu wa wewe ulichokuwa unakijua jana ndio hicho na leo. Kuna vitu unaweza kujifunza, kama ni mapishi, kama ni miradi mbalimbali, kama ni bustani, kusindika chakula, kupika chakula cha afya, kutunza ugonjwa fulani. Tuseme kuna mtu ana kisukari kwenu, ana pressure, jinsi gani utamsaidia yule mtu azidi kuboreka. Watoto wetu tunataka wasome, lakini mpendwa nikwambie siri, tafuta kuredeem the time na kufundisha watoto wako kuredeem the time. Watoto wako wasiwe na elimu tu ya dunia, lakini hawana Mungu. Utatumia pesa nyingi sana kuwasomesha, lakini usipotumia muda wako vizuri na wao, wakati uko nao wadogo, wakati wanakuwa, redeem the time. Tumia muda vizuri nao. Wape Yesu sana, wape neno la Mungu sana, kuliko hata ile elimu unayopelekea shule. Wafundishe kuomba, wafundishe kuogopa dhambi, wafundishe kuchukia dhambi, wafundishe kujua rafiki zao ni nani na wanaendana nao vipi. Siku hizi dunia imeharibika, hizi ni zama za uovu, ni zama za uovu kweli kweli. Inabidi watoto wetu
tuwafundishe vitu ambayo, kuwatahadharisha vitu ambavyo sisi wakati tunakuwa tulikuwa hatuambiwi vitu vikali namna hiyo, ili wawe salama kimwili na kiroho. To redeem the time. Neno la Mungu hapa limetukumbusha to redeem the time. Tuwe watu wa hekima. Hekima ni maarifa. Tuongeze hekima na maarifa yetu katika Mungu, katika Biblia na katika maisha. Tunaambiwa tuukomboe wakati. Unaokomboa wakati, unafanya kitu, unamaliza, unaenda unafanya kitu kingine. Wakati nimesema wakati uko unasafiri, foleni ni ndefu, sikiliza neno la Mungu. Sikiliza neno la kutia moyo. Soma neno. Sikiliza labda kuna mtu labda amerekodi kozi fulani ya kusaidia watu, unasikiliza, unajifunza. Kuna vitu wanaitwa audio book, vitabu vya nini vilivyo kwa sauti. Tumeambiwa 17 16 kwanza, kwa sababu wakati huu ni za uovu, ni nyakati za uovu, kwa sababu tuko siku za mwisho. Tunasubiri Bwana Yesu, anaweza kuja sekunde yoyote. Kumbuka Bwana Yesu, sisi tunasubiri vitu viwili tu, kila mwanadamu anayepumua. Aidha anasubiri atoke kwenye dunia hii, kwamba kifo, au tunasubiri unyakuo. Nitakutaka kushirikisha matukio yametokea 4. Tumeshirikishwa wiki hii iliyopita. 4. Watu 4 tofauti, 2 kutoka nyumba moja, ambao asubuhi kulipokucha walikuwa hawapo duniani tena. Angalau 2 au 3, sijui. Kusema ule ukweli, sijui walifariki saa ngapi, ila walifia ndani ya nyumba zao. 4 tofauti. Mmoja tulikuwa tunafanya naye kazi zamani. Ni mama yule, alikuwa ni mama ameachika kitambo. Nilikuwa namshirikisha, namwambia ninavyojua mimi, upata mtu ambaye ameokoka. Yaani nilikuwa namshirikisha ninavyojua ndoa utakatifu inaendaje, kwa kifupi. Nilikuwa namshirikisha hilo. Lakini sijui alikuwa ni Mkristo, sijui safari yake na Mungu ilikuwa ni nini, kwa sababu tulikuwa tunakutana maeneo ya kazini, mnaweza mkaongea tu kwa muda mfupi hivyo. Yeye alipata hiyo stroke. Kazini wakaona hatokei. Imefika msijui saa ngapi, wakamtuma binti yake aishi mbali, akaenda akamkuta mama yake hivyo. Alipata ile stroke mbaya ya kushindwa mtu kujiokoa. Alishindwa kufikia simu, alikuwa anaishi peke yake. Hai. Yaani hiyo tulisikia hizo taarifa kwa muda wa siku chache. Siku ambayo nimepewa hiyo taarifa ya huyo mfanyakazi mwenzetu, tunafika nyumbani, tunakuta ambulance ng'ambo, nyumba ya kadhaa ng'ambo. Hapa huwa kuna wazee wengi wastaafu kwenye mtaa wetu, kwa hiyo tukajua kuna mzee anapelekwa labda kutibiwa, manake ng'ambo hapo kuna mzee fulani huyo. Yeye akizidiwa, watoto wake magari yanajaa hapa. Yaani tulishazoea watoto wanajaa, magari yanajaa kuja kumuona huyo mzee. Lakini bado yupo, Mungu anamsaidia. Kuja kusikia baadaye, huyo ambulance ilikuwa imekuja kwa ajili ya ni mbaba tu, sio mzee. Alikuwa anaishi mwenyewe, hata alishamuomba mzee, hapa nyumba yetu iko kwenye kona, naomba niwe naacha pickup yangu hapa. Hamna shida. Alikuwa huyo kumbe amefarikia ndani ya nyumba. Sasa hizo taarifa mzee wangu anapewa na jirani, maana jirani alikuja mbio. Kuna baba mmoja amestaafu jeshini hapo na familia yake. Mtumishi wa Mungu, nimekuja naomba maombi mimi na familia yangu. Ndio akaanza kupewa hizo story. Aliyefariki huyo mbaba, alafu kumbe kuna nyumba ya 3 hapo. Kuna mama fulani na mtu wake, mume wake nadhani. Alianza mama, miezi kadhaa mbaba naye alifariki. Wao huyo mbaba na huyo mama ndani ya nyumba alifariki. Unajua huku kwa sababu kuna majirani ambao mtakuwa mnaonana, nyumba zimepakana, mnaonana mara kwa mara, lakini baada ya hapo labda kama ni marafiki hamuongei sana. Kwa hiyo hatukujua hata kama hawapo tena, kwa sababu ya maisha ya huku hauongei sana na watu. Umeona? Kwa hiyo hizo
shuhuda zote hizo 4 zilikuwa zikanipa mimi kukumbuka na nikakumbushwa. Corona ilinisaidia mimi kuishi maisha ambayo, kujitahidi kuishi ya utakaso sana, kwa maana corona ilinifundisha kwamba kifo ni kitu cha kujitayarisha, ni kitu cha kuwa tayari muda wowote, ni kwa neema ya Kristo. Ndio maana huwa ninawahurumia Wakristo ambao wanajisahau uje wa Kristo. Wakristo wengi wanaofuata uokovu wanajiweka juu kabisa kiroho, wanakuwa ni rahisi kukosoa wengine. Hicho ni kitu ambacho Roho wa Mungu huwa ananionya sana. Anasema walokole wengi, hasa wanaotunza utakatifu, wataikosa mbingu kwa sababu ya kujiweka juu kiroho, kwa sababu ya kujihesabia haki, kwa sababu ya kuhukumu wengine. Kwa hiyo unakuta Roho wa Mungu anakuwa ananionya nisihukumu wengine. Hapana, nisihukumu wengine katika kutembea kwao na maisha, kutembea kwao hapa duniani. Hata nikimwona mtu ana dhambi, nisimhukumu hata kidogo. Haleluya. Kwa hiyo mpendwa wangu, ujumbe huu wala sitaufanya uwe mrefu sana. Ujumbe huu ninaamini Roho wa Bwana amenikumbusha kwamba tuokoe muda. Tuokoe muda wapendwa wetu. Tuokoe muda kwa sababu tunataka Bwana Yesu akituita kutoka hapa duniani, au ni yakuwa ukija sekunde hii, utukute sisi mawazo yetu, maneno yetu, matendo yetu hayana lawama, hayana mawaa, sio ya hukumu. Kwa hiyo ndio maana nimeleta ujumbe huu kushirikisha, na ninaamini kuna mtu unamfahamu, unaweza kumshirikisha ukamsaidia. Changamoto duniani zipo. Changamoto tunazo kwenye familia, watoto wetu wakubwa na wadogo, waume zetu, kaka zetu, dada zetu, ndugu, jamaa, marafiki. Wewe kitu kikiwa kinakutatiza, kiweke mbele za Bwana, muombe Mungu akusaidie, akuongoze. Muombe Mungu akusaidie, akuongoze. Muombe Mungu alete suluhisho, alafu msubirie Bwana. Tunayoyaombea, tunasubiria Bwana majibu. Mengine anajibu kwa wakati, mengine anachukua muda. Jifunze maombi mbalimbali ya vita, maombi ya shukurani, maombi ya kufungua, maombi ya kutengua, maombi ya kila aina. Jifunze, shikilia maombi na Mungu atakusaidia. Safari tupo, tunapambania mbele. Kwa hiyo asante kwa muda wako. Tafadhali shirikisha wengine kwenye makundi ya WhatsApp, kwenye social media yako, Facebook, huko Instagram, wapi. Mungu akubariki. Bwana Yesu akubariki kwenye hii safari. Tuendelee kuombeana uzima. Na tuendelee kuombeana katika hii safari. Mwisho wa siku sote tukakubalike mbele za Bwana. Amen.